Jambo moja la msingi ninalokwenda kulifanya ni kushirikiana na ninyi kwa ukaribu. Changamoto tulionayo sisi viongozi wa kisiasa, tunakuwa kama maadui na watumishi. Lakini mimi namuomba sana Mwenyezi Mungu na ninawasisitiza madiwani wenzangu ndani ya manispaa ya Bukoba kwa ujumla kwamba maendeleo tunayotakiwa kuyaleta kwa wananchi yanahitaji ushirikiano wa dhati kabisa na ninyi watumishi mnaopatikana katika kata zetu. Kwa hiyo jambo la kwanza ni waombe watumishi, kila mmoja kwa nafasi yake aende kutekeleza yale majukumu ya msingi yenye maslahi kwa wananchi, ili wote kwa pamoja tuonekane tumetoa matokeo. Jambo la kwanza, watumishi, mimi nawaomba kupitia kikao hiki twende tutoe huduma bora kwa wananchi. Kwa mara ya kwanza wakati nilipoapishwa kuwa meya wa manispaa ya Bukoba, nilisema kwamba huduma bora inatangazwa na yule aliyepewa huduma, sio yule aliyetoa huduma. Nikimaanisha kwamba mwalimu ukimhudumia vizuri mzazi au mwanafunzi, yeye mwenyewe ataenda kuwa shuhuda kwamba mwalimu amefanyeje, amenihudumia vizuri. Afisa ustawi wa jamii ukimhudumia vizuri mzee au mtoto uliyekutana naye, atakuwa shuhuda kwamba wewe umemhudumia vizuri. Vivyo hivyo kwa afisa kilimo na idara nyingine tofauti. Kwa hiyo mimi nawaomba watumishi katika kata yangu ya Kagondo na katika manispaa kwa ujumla, tuondoe bureaucracy, maanisha tuondoe vikwazo katika utoaji wetu wa huduma. Mtu anapofika kwako muelekeze vizuri. Kama huduma haikuhusu, muelekeze sehemu sahihi ya kufanyaje, ya kupata hiyo huduma, ili na sisi viongozi wa kisiasa tuonekane tumefanya kazi. Lakini pia tuzingatie sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa katika kutekeleza majukumu yetu. Lakini pia niwaombe tuwe na nidhamu katika maeneo yetu ya kazi. Tufike makazini kwa wakati, tukae kazini. Tunapotoka kazini tutoke kwa utaratibu. Kutoka ofisini tu ghafla hujaacha mtu anayeweza kuwakilisha, anayekukaimu, mwisho wake wananchi wanapokuja wanakosa huduma. Niwaombe afisa mtendaji uweke utaratibu mzuri wa watumishi wetu kutoka kazini. Yaani limekuwa swala la kawaida na la vichekesho kufika ofisini unakuta mtumishi hayupo hajaacha utaratibu wa kufanyaje, wa kumwakilisha kwenye eneo lake la ofisi. Mimi nawasisitiza sana tuhakikishe tunakaa kwenye maeneo yetu ya kazi, na ikitokea tuna dharura tutoke kwa utaratibu, ili mwananchi anapofika kwenye ofisi zetu asikose huduma. Ili nalitoa kwenu ndani ya kata yetu ya Kagondo na watumishi wote ndani ya manispaa kwa ujumla. Niwaombe tuhakikishe tunatekeleza majukumu yetu, na ikitokea tuna dharura katika ofisi zetu tutoke kwa utaratibu. Jambo la 4 alilolisisitiza afisa mtendaji ni jambo la utunzaji wa rasilimali za umma. Kila mtumishi katika eneo lake anawajibika kuzitunza rasilimali za umma. Nitoe wito tu kwa viongozi wenzangu kuendelea kusimama imara katika kuzilinda rasilimali za serikali, na ili la kuenda kuweka utaratibu wa kupata hati rasmi za rasilimali za umma ninakwenda kulifanyia kazi, na kwa taarifa nilionayo tayari limeanza kufanywa kazi. Sasa mimi kazi yangu ninapokuja ni kuweka msukumo ili liende kutokea na lilete tija. Kwa hiyo afisa mtendaji, naomba hii agenda kwanza isogee kwenye ODC, tuifanyie kazi, na itanipa fursa nzuri ya kuendelea kuifanyia kazi pamoja na wenzangu. Na nitoe rai kwako afisa elimu wa kata, na kupitia wewe ni waombe maafisa elimu wa kata zote ndani ya manispaa ya Bukoba kutekeleza agizo la waziri wetu wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe la kuhakikisha wanafunzi wote wa awali na kidato cha kwanza wanapokelewa bila bugdha na bila changamoto yoyote. Moja, bila kujali ana uniform, anatakiwa kupokelewa katika shule. Kwa hiyo niwaombe na nitoe msisitizo kwamba agizo hili la waziri wetu wa TAMISEMI litekelezwe katika shule zetu zote
za manispaa ya Bukoba. Natambua yapo mapungufu, lakini pia wakati serikali ikiendelea kuyafanyia kazi, naomba twende kwanza tuwapokee wanafunzi ili kazi ya kufanyia kazi yale mapungufu iendelee.